Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwenye maisha yetu. Tuko katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tuko sura ya 28. Tunaendelea mbele. Tunaangalia ahadi za Mungu kwetu. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yako yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa wingi yako, utabarikiwa na utokako. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, asante kwa kufuatana nami ni furaha yangu kuona uko pamoja nami. Siache kuendelea kunisubscribe kwenye akaunti yangu. Kufanya hivyo utakuwa unanibariki. Like na comment pia. Asanteni kwa wale ambao wameshafanya hivyo. Mungu wa mbinguni aendelee kumimina baraka kwenu za kutosha. Hapa tunakutana na ahadi nyingine ya ajabu sana katika mstari wa 7. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana atashughulika na maadui zako. Hapa anasema watakutokea kwa njia moja, maana yake watakuja kwa njia moja. Halafu wakati wa kukimbia kila mtu atakimbia, wote watakimbia sasa kwa njia 7. Maana yake wakiwa 7 kila mtu na njia yake. Watakuja wamefuatana, lakini wakati wa kukimbia wakiwa 7 kila mmoja atakimbia kwa upande wake. Hili ni jambo la ajabu sana. Hii ni ahadi Mungu ameahidi kwetu sisi watoto wake, kwamba kila mtu ambaye anamsikia na kutii na kufanya kwa bidii mapenzi yake, Biblia inasema adui watakapokuja kwake, watafika kwake. Wakifika tu ghafla watakutana na utisho ambao sio wa kawaida, halafu watakimbia mbele yako kwa njia 7. Maana wakifika tu watakutana na moto, watakutana na kichapo ambacho sio cha kawaida. Kwa nini? Kwa sababu watoto wa Mungu tunalindwa, tuna malaika wanatulinda. Kwa hiyo kila mara adui anapokuja, hata wewe usipoona malaika, lakini wako wanakulinda. Kwa hiyo adui akija atapigwa na kukimbia kwa njia 7. Atakimbia kwa kutawanyika. Hawatakimbia tena kwa kufuatana na njia moja, lakini kila mmoja atakimbia kivyake. Mwenye kuanguka vibaya, mwenye kukimbia amejigonga, kila mtu atakimbia amejeruhika. Kwa hiyo hapa inamaanisha hii ni jambo la ajabu Mungu alilotuahidi. Tunalindwa kwa namna ambayo siwezi kueleza vizuri. Jambo ninaloweza kueleza ni hili: usiwe na wasiwasi kwenye maisha yako. Una ulinzi wa kutosha wa Mungu. Una ulinzi wa ajabu sana ambao hauna maelezo yake. Sina maelezo yake ya kutosha, lakini ulinzi tunaolindwa nao ni wa ajabu sana. Wewe fikiri adui wamekuja, wako 7 au 10 au 3, halafu wakishafika kwako wanakimbia. Wamekuja ili kukudhuru, lakini mara wakifika tu wanakimbia. Nini kinachotokea? Maana yake ni kwamba Mungu analeta utisho kwao. Mungu analeta utisho na hofu kwamba tumefika kwenye nchi ambayo sio ya kawaida. Tumeingia mji ambao sio. Sasa hivi wanasema tumeingia choo cha kike. Kwa hiyo hii ni jambo la ajabu sana ambalo Mungu ametuahidi kutulinda kwa namna ambayo sio ya kawaida. Kupigana na adui zetu kwa namna ambayo hatuna maelezo. Wewe utakuwa umetulia, tunashangaa maadui wamekuja kukuvamia, lakini ghafla wanakimbia wenyewe.
Hili ni jambo la ajabu na la kushangaza sana sana ajabu. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa hiyo mimi nikutie moyo kwamba usiogope kuhusu adui yako. Biblia inasema Mungu hupigana upande wa adui yako. Mungu anapigana na maadui zako wakati wewe uko kimya, wakati wewe umetulia. Kitu cha msingi kwangu na kwako ni kumng'ang'ana Mungu, ni kumng'ang'ana huyu Yesu, kumng'ang'ania sana kuyatii mapenzi yake na kuyaishi. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie uendelee kufanya vizuri, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana na kukulinda sana. Ulinzi wake sio kama wa maaskari wa usiku, walinzi wa usiku. Hauko kama hivyo. Wenyewe ni wa aina yake kabisa. Hata namna ya kueleza ni ngumu, lakini kitu muhimu, wewe endelea tu kufanya mapenzi yake, kumtii, kumheshimu na kuyatenda yote yapendezayo. Jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ubarikiwe sana uingiapo na utokapo siku zote za maisha yako.